nia hii ya marais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ni nia njema, kwa sababu kwanza inakuja kutufanya Watanzania tujue kwamba tunao uwezo kusimamia na kuendesha kama wenyeji wa kituo cha michezo kama hii ya bara la Afrika. Hapo tutapata fursa ya kudevelop timu zetu na kuhamasisha wachezaji wetu kufanya mazoezi zaidi na wapate sifa kuchezea kwenye ngazi ya bara la Afrika. Huku tukiwa tunajua tunakuja kuchachua hamasa ya kuendeleza mchezo nchini, lakini pia Watanzania kwa ujumla wao walioko hapa Zanzibar na kule bara wananufaika na hao wageni. Wawekezaji wetu wa hotels watapata wageni wa kutosha, kwa sababu hawaji tu timu ya watu 11, inakuja timu na viongozi mbalimbali, nao watasambaa kwenye hoteli zote, lakini na mashabiki wa timu za nchi hizo watakuja hapa kwetu, na biashara mzuri tutaifanya, utalii mzuri tutaufanya, uwekezaji huu utaleta manufaa. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha wafanyabiashara wa nyumba za kulala wageni, kwa maana hoteli za viwango vya kimataifa. Kipindi kilichobaki, kama una uwezo wa kujenga hoteli yote ya nyumba 3 4, anza ujenzi, kwa sababu wageni wengi watakuja nchini. Lakini pia huduma kama chakula, usafirishaji na huduma nyingine nazo pia zitapatikana na watu watapata uwezo kupitia huduma hizo. Kwa hiyo ni fursa mzuri ambayo marais wetu wametuandalia. Tunawashukuru marais wetu, tunawapongeza marais wetu kwa kusimamia eneo la michezo. Tumeona Mheshimiwa Dr. Samia akihamasisha nchi nzima kupitia vilabu vyetu, pale anaposhinda mchezaji akifunga klabu anapata chochote. Hii ni hamasa kubwa. Lakini pia tumeona Dr. Mwinyi yeye mwenyewe tulimuona akicheza basket na kufunga goli, maajabu makubwa. Lakini yote ile ni ujumbe kwamba michezo ni moja kati ya aspect mzuri kwenye maendeleo ya nchi na hasa kwetu Tanzania. Leo nimefanya ziara hapa ya ukaguzi wa viwanja vitakavyotumika kwenye mashindano ya CHAN pamoja na AFCON, ambayo Tanzania tumepata bahati ya kuwa kituo cha kuendeshea michezo hiyo. Kwa serikali zetu mbili ziko kwenye harakati ya maandalizi ya viwanja, ili CAF watakapokuja kufanya ukaguzi wao tuweze kuwa na sifa ya kuwa na kituo kamili cha kuendesha michezo hiyo. Na kwa Tanzania tunayo fursa ya kutumia viwanja vilivyoko hapa Zanzibar, lakini pia na bara. Kwa tuna uhakika kwa mkakati huu kwa serikali zetu zote mbili kuharakisha hatua zilizobaki kuhakikisha kuwa tunakamilisha. Mimi kama mwenyekiti wa kitaifa wa maandalizi ya mashindano hayo hapa nchini, pamoja na wajumbe ambao wanajumuisha mawaziri wa bara na visiwani au Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshapeana majukumu ya namna ya kutumia muda huu uliobaki kuhakikisha kwamba tunakamilisha hatua zote. Tumekuja hapa kukagua, hali ni mzuri na nimeridhishwa na viwango pia vya ujenzi. Kampuni ambazo zimefanya kazi hapa ni mzuri zote mbili, kampuni ambayo imejenga hapa Aman lakini pia na kule Maisara, kampuni zote zimefanya vizuri sana. Wametujengea viwanja vya viwango vya hali ya juu. Sasa kazi yetu ni kuvilinda kwa ubora wake. Tunajua Watanzania wanatamani kuja kufanya mazoezi kwenye viwanja hivi, lakini wataka wajue kwamba viwanja hivi sasa viko kwenye ukaguzi na shirikisho la mpira wa miguu Afrika. Kwa hiyo matumizi yetu lazima tuyapange kwa utaratibu ambao hauharibu tena viwango vilivyofikiwa, kwa lengo la kupata certificate ya kuclear kwamba sasa tunapata sifa. Hatuwezi kuzuia michezo ya ndani ya nchi isichezwe, lakini basi tuweke utaratibu ambao utawezesha pia baada ya kucheza na maintenance yake ije mara moja, kama ambavyo tunafanya Benjamin Mkapa. Mashindano makubwa muhimu tunapeleka, alafu baada hapo tunafanya maintenance ili kumaintain ule ubora wake, tupate vigezo vya nchi vya kuleta michezo ya CHAN na AFCON.